Maafisa wa upelelezi wa makosa ya jinai huko Thika hii leo wameendelea kumfuata mshukiwa mmoja aliyempiga risasi afisa wa polisi na kumuua katika eneo la Cravas karibu na mji wa Thika Kunradhi. Afisa huyo wa kitengo maalum cha ukaguzi na uthibitishaji aliuawa kwa kupigwa risasi Jumanne jioni wakati wa msako wa kawaida dhidi ya waendesha wa pikipiki wasiosajiliwa. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai mjini Thika wameanzisha msako kufuatia kifo cha afisa wa polisi wa kitengo maalum cha ukaguzi na udhibitishaji SPIV. Afisa huyu aliyeuliwa kwa kupigwa risasi Jumanne jioni katika kaunti ndogo ya Thika Magharibi wakati wa msako wa kawaida dhidi ya waendeshaji wa pikipiki wasiosajiliwa. Tukio hilo lilitokea katika eneo la Cravas karibu na mji wa Thika baada ya maafisa wa SPIV kumsimamisha mwendesha bodaboda ambaye pikipiki yake haikuwa na alama rasmi ya utambulisho. Kulingana na shahidi Rose Makena, mzozo ulizuka baada ya afisa mmoja wa polisi kutoa funguo za pikipiki hiyo. Tatu. Wenye wamekuja wakinegotiate wakavuka hadi hapa kwa mananasi hapa kando. Si hatukuwa tunajua ni nini inaendelea. Huyo kaskari ameshutiwa alikuwa anataka kusoma kodi ya pikipiki. Venye huyo jamaa mwenye amemshuti huyo mwizi ni kama ameona pikipiki yake ina koda katens. Wakavurutana wakienda wakiongea, kwa hiyo harakati ya kuongea akanyang'anya huyo askari pisto yake, akampiga hapa ya kifua ikatokea kwa mgongo, akalala hapo chini kwa nyasi. Mashahidi wanasema mshukiwa alikimbia mita kadhaa kabla ya kuteka pikipiki nyingine iliyokuwa ikimsafirisha abiria karibu na hoteli ya Royal. Afisa aliyejeruhiwa alikimbizwa katika hospitali ya Thika Nursing Home lakini alifariki muda mfupi baada ya kufikishwa. Wenye walikuwa naye akijaribu kungangana naye sasa akatoroka kidogo juu sasa huyu jamaa ni kama amewaweza. Jamaa akona nguvu. Sasa akashoot na huyo mwingine akajaribu kumshuti huyo ofisa akahepa kidogo, kainama kidogo. Sasa hiyo risasi ikaweza kupenya ikapotea kidogo. Sasa kuamka tena wakaanza sasa makibishano ya shoot futa ni kufute. Kwa vile kitu ningetaka kusema sisi hatukuna kitu tungeweza kusaidia juu sasa kama sisi abiria wenye tumekuwa hapa kwa barabara wakati tumeona hiyo kitu kiendelea ungeweza kukaribia. Kitengo cha SPIV ufanye ukaguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha pikipiki zote zinazofanya kazi zina alama rasmi ya usajili ili kupunguza ongezeko la visa vya uhalifu vinavyotekelezwa na wahalifu wanaojifanya waendeshaji wa bodaboda. Vincent Otieno, runinga ya KU.